Barua hii shika hii. Mama, barua hii si ndio kifunga uchumba sio kitu nini? Barua ndio. Sasa barua utakuwa mpela bako. Alafu sasa mbona iko wazi? Mzee kafungua akachukua hela zote. Pale mbele ya wageni. Sasa anachukuaje hela zote kati anatakiwa awaite nani wazazi upande wa kikeni na wa kiume waje kuisoma barua. Anasomaje barua peke yake? Mimi mbona nilisema mwanzako haya. Kwa hiyo kachukua bei gani? 300,000. 300,000? 300,000 kachukua pale yani chacha kachoma chip katia huko. Yaani 300,000 yeye ndio muolewa, 300,000 vipi yani? Yeye ndio anaolewa? Ndio ushangae sasa. Sasa na wewe naye mwanangu wewe naye boya kweli wewe. Wewe mwanamume mzima anakuamini. Hasa babako alipochukua hela na wewe ungechukua. Mama, yani pale jambo la faster. Mzee kachukua yani barua kaja huko. Sasa unamkaba. Ni mkabe. Mzee baharia la kitambo ni mkabe. Ule dingi ujue. Wewe na uoga kweli wewe. Wewe unaingiza anaingiza na wewe unapiga pa. Mara zita. Na mimi cha. Chizi. Mara chizi wa. Zehija. Azizi, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam mume wangu. Za kazi. Mgeni ndio yashafika huyo. Mgeni shafika. Mjipanga vipi hapa? Kwanza leo mume wangu jua limenipata. Siku sababu jana sijala daku sijui hata sielewi yani. Jua na waka hapa. Hapo sasa ndo Ramadhani hapa ndo ishaka nini hapo. Ndio maana watu wengi wanasemaga na vidonda tumbo. Na vidonda tumbo wajua wanaogopea binadamu wenzao kumbe wanamwogopea Mungu. Yaani katika ugonjwa ambao unasingiziwa sana na watu wengi ugonjwa wa tumbo. Alafu na Mwenyezi Mungu alivyowakomesha hata wale wenzetu wale upande wa pili wale kwa lazima amewekewa sasa. Yaani wote tunafunga sawa. Ngoma ndio. Wasingizia matatizo tu. Anda za Muislamu sio utoke kwa ndugu zetu wale. Useme unakutafuta chakula hakuna. Upande wa pili unaambia kuna kwa lazima. Mungu mwema lakini mume wangu. Ndio hivyo maandalizi kama unavyoona mume wangu tumeshaandaa vitu tumeshanunua tayari. Yaani maximum tuseme yule bibi mwenye anaolewa. Ifi yangu anaolewa, ifi yangu ni naye natamba naye. Bora aolewe. Na mimi ni heme kwanza kidogo mume wangu. Wewe vipi? Sasa mume wangu jamani mtu mkuu kama yule atakwenda tena kulelewa. Atakuwa na yeye na nyumba yake akae na mumewe. Hiyo no. Maana muda mwingine ukitaka kupika nyama nakwambia usipike nyama pika dagaa mimi napenda dagaa. Sasa na maisha mume wangu. Hiyo ndio tatizo. Na mawifi kama unavyojua tabia zao siku mbili mnakuja kugombana bila sababu za msingi. Ni bora kukutana pembeni kuliko kukaa wote sehemu moja. Mimi nasema kwa hilo acha tu zima inivuke mwisho wangu. Unajua zima kinitoka hii. Alhamdulillah. Na vile amekusaidia mwanangu kwa sababu angefanya angebeba mimba hapa nyumbani. Uone kama angekudhalilisha mtaani. Ndio maana nasema zima ilivonitoka shekhe mzima kama wewe shekhe mzima mna. Akakudhalilisha kweli. Mwenyezi Mungu afanye wepesi. Amina inshallah. Baina mimi naenda kugawa vijolo hivi sale inaenda. Vimo. Mume wangu napeleka sare za watu zote watachukua. Bwana hili jambo ni wewe unataka kulikuza sana. Hasa kulikuza sana vipi mume wangu? Hii shughuli. La shughuli mbona hapo ulivyovaa umependeza hivi? Hapana mume wangu la shughuli watu wavae sare, wakivaa sare mume wangu. Shughuli watu wanapendeza. Tena hapo mume wangu mpaka wavamizi wanajulikana wale wamevamia wale kwa sababu hawana sare. Kwani kuna mambo mengi sana hapo? Hayo madogo lakini mume wangu sare muhimu. Hivi mume wangu hebu kwa tufikirie. Hapa tukinunua kama hivi tukinunua sare kama hivi. Wale ujitafutia ajira wenyewe kwamba sisi tunafanya biashara kuuza vijola kwa ajili ya jikimu kimaisha. Hapa unakuwa umemsaidia au unataka wakaibe? Wauza vijola wakaibe. Kwa hiyo tukinunua kama hivi unatushukuru mume wangu. Mimi nasema hivi, sababu hili jambo lishakuwa la heri na jambo hili kwa kweli mimi napenda nafsi yangu hili jambo liishe. Basi nitakubali kila jambo. Inshallah mume wangu. Ngoja nipeleke kijola chapa napeleka kule kwa nani kule? Kwa Makarimu kule kuna Mwamtumu kule, kuna kina Hawa kule. Kina Mwamtolo wote nawapelekea vijola wote hao. Marafiki zangu wa karibu lazima wapate. Hapa nimetembeza vibakia vichache hivi na mume wangu baadaye kidogo natoka naenda kupeleka tena vijola hivi. Na baadaye tunakulizana umeenda wapi? Bwana lakini huko kwenye futari baadaye kidogo unichukua unaiweka chini kidogo. Nini? Futari. Wewe naye mume wangu unapenda vitu kutia uvunguni wewe.
Kila siku nakwambia unataka chakula nikuweke chini ya uvungu. Kila siku chakula nikuweke chini ya uvungu. Ushaanza tena kuna wageni tena wamekuja, wanaambia nikuchukue vifutari kidogo nikutilie uvunguni. Vita chacha. Utakuja kukutana na wapanya bure. Unajua nisonge sana watu wakakusikia ila yako. Mume wangu hiyo naye ndio ila yako, lakini hebu acha. Sasa ile unahifadhi kwa matumizi ya baadaye. Ila vipi hiyo? Kwa hiyo nichukue mbichi au nichukue kama kawaida yako unapokuwa napika afu na kuchotea na kuwekea ndani chumbani. Hiyo nyama. Nyama mbichi miji ya pipo au nini tu gani bwana? Mimi msikia Masai. Unaleta masiara. Ndugu yangu ndo kama hivyo nimekuletea sare hii. Unajua tena wifi yangu anaolewa. Haina shida. Kwa sare ndo hii ndugu wangu. Sare ya nani? Huo mtandio hapa nani? Ya wifi yangu yule mwenye anaolewa bora. Mwene. Anaolewa. Anaolewa shogangu bora. Kapata mstiri kidogo. Bora mwenzangu anaenda kupumzika kwa mumewe. Tutakuwa pamoja. Jamani, inauza shilingi ngapi sare? Nimemaliza kazi. Sare ni nzuri sana. Nimeipenda sana. Umeipenda hapo saizi yangu. Nimechagua kijola pambe. Ani pambe. Hivi uniletee. Kijola pambe. Na katika shughuli nipo na nitatamba na nitasimama imara. Lazima nikutambe. Lazima utambe. Lazima nitambe. Wewe usijali. Na nipo kwa sababu yako wewe. Kwanza wewe kuamini. Tena nipo rere. Si unajua unajua wanakuitaje mijudo. Mimi nataka nipige mijudo afu niuite kidogo. Usiogope nipo na wewe. Nimependa. Unasikia? Asha mijudo. Sasa na ruko nani ashalolea siku hizi anaitwa Asha mijudo nasikia unapiga kwenye mashughuli na mijuka. Sana na hii shule kwa kupika. Hiyo mzee lakini na mimi nitamani niweke Kigoma. Shoga mkono unavobinjuka. Yaani nitacheza sana. Alafu hata usijali. Unavotaka ndio unavokupokea. Yaani usijali hata kidogo. Niwekee hii na mtandio wake. Hii na mtandio Hivyo nataka. Alafu na rangi hii usibadilishe rangi nyingine. Kuna rangi F, kuna rangi yaani hii ndo na mwili wangu kuna hii umeniona kidogo nimependeza. Kuna hii na tuna pinki ya Zaini. Hapana. Hii. Yaani hii ndio nichukue ninachokienda. Iko nisokiona iko sikijui. Ani kabisa. Hatari ya Mungu. Anaitwa Asha mijudo. Nakuchezea nipo rere. Lazima nije. Haya na nitatamba kidogo. Haya ndugu yangu mimi naenda pake. Saumu leo. Jua leo nimebutuka leo sana. Haya na mwenzangu na miogo sasa hivi unasikia miogo huko hakuna. Kwanza miogo sasa hivi hivi shoga yangu. Usijaribu kwenda kununua miogo. Unajua miogo sasa hivi sio kama ile zamani kwa sababu na mvua hakuna. Na ndio maana miogo ya hivi. Ninapopenda miogo na papa. Wewe miogo na papa. Basi ninapokuambia hivyo. Haya udugu wangu ukifika. Haya udugu wangu. Zehija Zehija shoga yangu, naona mambo mswano sasa hivi, naona mambo yasiwe mengi. Vikoba hivyo kuna kwema? Shoga yangu sio kwema tu, yaani hapa mambo lele. Wewe tena. Shangazi yangu anataka kuikomboa familia dada. Mzigo ndo kama huo dada. Mzo wa kulia. Anataka kustiriwa. Haya. Kwa na wewe yule kivurugi wangu anaolewa si ndio? Shoga yangu anaolewa dada, anavyoitaka ndoa dada. Nikasema siwezi kumwacha udugu wangu. Hivi labda tukashereheshe. Hapo. Mimi na wewe kweli BFF upi mimi na wewe? Paka ni leo unaniambia leo unakuja leo, unaniambia na harusi ndio siku mbili hizo shoga yangu. Siku zote usije kuniambia ukaja ukaniambia leo ina huu. Shoga yangu, unajua tena ndoa za Ramadhani. Wewe kimeenda kuchukua unapungua sijui. Sijui umepata mwingine huko shoga? Basi shoga yangu hivyo kwa una hata shukrani. Yaani nimekuletea, nimekukumbuka, nimekujali, labda unataka kuning'onga. Sikiliza shoga yangu, ili jambo la kwetu inabidi tupambane nalo shoga yangu. Mambo ndo kama hayo shoga yangu, haya chagua rangi shoga yangu. Mambo mswano. Rangi ya kizee shoga yangu hii pambe. Si unajua mimi tena napenda mngao melemeto sio poa. Yaani sio kibaya udugu ila ni kizuri, ila mimi si unajua tena mambo yangu ya kumelemeti za kitu Simba. Ukifanya shwa unakutana na Simba OG. Basi mimi nikajua utakipenda hichi. Maana mimi nimekipenda hichi. Hichi hapa. Wewe tuchukue sare na shoga yangu tuvae sare. Bwana mimi nataka hichi. Basi kipenda cholo. Mimi nataka bila mtandio. Si unajua napenda nini? Kujiachia nini wewe uso uonekane wewe unashinda kujistiri Ramadhani wewe. Kwa hapo unaniona nimefanyaje?
Kwa kweli nazungumzia harusi. Kwa hapa shoga yangu ndio hivyo, nipe changu tumalizane. Shoga yangu yani keshi hata wewe mimi na wewe tena nikulipe keshi hapa sasa hivi. Keshi mwenzangu sina na kijola na. Basi kwa vile kisu kimegonga mfupa. Sina cha kufanya udugu wangu. Shughuli ikishaisha shoga yangu nitakulipia. Ila shughuli ikiisha tu shoga yangu nipe. Haina shida, wanasema nani? Paka akiondoka panya utawala. Acha na mimi nitawale na kijola cha shoga yangu na mimi tusumbuane au kwenye kulipana. Mambo pambe tu. Shoga yangu usinisumbue, usinifanyie. Sasa hivi shoga yangu ashaboka ataanza kunitafuta huko. Mambo kupika sijui ni shoga yangu basi uje kunisaidia kazi huko. Uje shoga yangu. Shoga yangu hapa hamna kwa hiyo. Hapa ngoma ngoja niende zangu huko nikapeleke vingine. Shoga kijola ninacho. Na unatamba nacho dada. Nakwambia nitabilingita huko vibilingito sio poa. Unanijua unanisikia? Zehija Zehija kama zali vile. Ifi yangu mwenyewe huyo. Dada unashua ni vipi kulikoni tena mambili na mapiko hii? Sijakupa taarifa naona mkono ushaanza kushaini. Taarifa kuhusu? Sasa shangazi wewe jamani. Kwa taarifa yako. Hiyo shughuli sio wewe wala wewe kaka yako. Mkaona mkija kunialika mimi kama nitawamalizia futari zenu sijui si chakula chenye cha shughuli. Hiyo taarifa kuna hata sijui mpaka kuku anajua kama mwana anaolewa. Mimi nani nisijue, nimeijua kabla ya kuja kunipa taarifa. Kwa hiyo nimekuchwea bibi. Upo nyonyo. Yaani wifi yangu wewe. Yaani unaga hata jema. Haya tuachane na hayo. Mimi ninavyokupenda. Haya mambo ndo kama hayo dada. Chagua rangi hapo. Rafiki wako unanipenda nini na wewe? Unanipenda nini kwa sababu ya hiyo sare yenu unaoleta ndo unanipenda? Ungekuwa unanipenda ungekuja toka asubuhi au toka juzi. Kwamba bibi kesho kutwa kuna shughuli nyumbani. Wewe kwenda kushindwa kuja kuniambia mpaka mimi nisikie kwa watu. Mimi mjinga kukufuata kuja kukwambia. Hata upendezi. Haya basi nitajitahidi nipendeze. Basi wifi yangu acha kuning'onga. Basi chagua hapo rangi ndio wifi yangu. Mambo mswano. Mmeniuzi kama nini? Sio la kaka yako. Na mwambie kabisa nikienda kule na mchamba. Kweli ile shughuli nayo kweli umeipata mpaka umeamua kuipakia piko. Yaani umenishinda hata mimi na mimi kachole mwenzangu. Piko haikuhusu. Sijakucholea wewe wala nani. Nimemcholea shangazi. Nikachole mie. Kajiju. Mpaka wifi kachola mimi nachelewa wapi ni wifi yangu. Ukitaka na mtandio mama mali ndio kama hivyo hano. Ukitaka na kitupu sijui. Hivyo tena wifi yangu mambo Ngoja kwanza. Kwani Dila anavaa rangi gani jamani? Mbona sielewi mirangi yake? Huwezi kuelewa wifi yangu. Basi chagua rangi hapa. Yaani bora mngenipa taarifa tungeenda kuchagua wote. Sasa rangi gani jamani? Hiyo rangi gani ndio hata kama rangi umekosa ndio uchukue rangi hii jamani? Wifi nawe unang'ongo wewe jamani. Kitu gani kambu za ibada? Mimi afadhali hata hii hapa. Hii kidogo rangi ndo nzuri. Mimi nimechagua rangi hiyo wifi yangu. Tena itanipendeza. Basi utaichafua. Nzuri umeona? Kinaendana kabisa na wewe. Na hizi nini? Pambe tu mimi nikachole jamani. Ila umbea uache. Sasa mimi umbea yangu nini? Umbea uache. Wewe kushindwa kuja kuniambia masuala ya shule. Mbona ngine uniambia? Hamna hivyo. Ngoja mimi ndio nimekuja kukwambia. Haya nenda huko kasambaze kwa wengine unawajua. Kipi posta. Kateni unajua kututafutia matatizo. Basi uje kusaidia vitu huko. Uje. Mwambia nani? Bwana wewe ukuje kuongea ushazoea bwana wifi yangu bwana wewe uje. Kaka yako. Zehija